Ndugu washiriki, Tanzania inaendelea kupiga hatua kubwa katika uchumi wa kidijitali. Kadiri tunavyoweza kutumia teknolojia, ndivyo tunavyopaswa kuimarisha usalama wa mifumo yetu. Hatupaswi kusubiri tukio la udanganyifu litokee ndipo tuendelee kuchukua hatua. Ni lazima tujenge taasisi zinazostahimili udanganyifu kabla haujatokea. Ni lazima tuwekeze katika rasilimali watu, mifumo na teknolojia. Ni lazima tuimarishe maadili ya utumishi wa umma, na ni lazima tulinde kila shilingi ya umma kwa kiwango sawa kwa usalama wa taifa. Mapambano dhidi ya udanganyifu hayawezi kufanikiwa ikiwa taasisi zitafanya kazi kwa kutengana. Ni muhimu sana kwa taasisi na wadau tunaopambana na adui huyu tubadilishane taarifa na tushirikiane kwa karibu zaidi. Tunahitaji kuongeza maarifa wakati wote na kuwajengea uwezo wataalamu wetu. Tunahitaji kutumia mbinu za kisasa za kuzuia, kupambana, kudhibiti, kugundua na kuchunguza makosa haya ya udanganyifu. Na tunahitaji kuimarisha matumizi ya uchambuzi wa taarifa, uchunguzi wa kimatibabu, uhusiano wa kimtandao, masuala ya forensic accounting and digital forensics. Zaidi ya yote, tunahitaji kujenga kizazi cha wataalamu wenye viwango vya kimataifa katika kuchunguza na kudhibiti udanganyifu. Tunasisitiza kuwa tunapoenda katika kujenga uchumi huu wa dijitali, lazima pia tujenge uwezo wa kulinda uchumi dhidi ya uhalifu wa kifedha ambao unaweza kutokea. Ni lazima tuwekeze kwa watu, kwa maana kuwa taaluma, lakini pia mifumo ambayo kama ambavyo tulivyoona, teknolojia pamoja na ushirikiano. Ni lazima tujenge taasisi zinazostahimili udanganyifu kabla ya kuweza kutokezea. ACFE wamekuwa ni washirika wetu wazuri katika utekelezaji wa majukumu yetu, lakini pia na nini ambacho wanaendelea nacho. Na tuko katika hatua za mwisho za kuandaa memorandum of understanding ili at least sasa tuwe na maeneo ya kimkakati ambayo tutakuwa tunashirikiana nao katika kuhakikisha kwamba tunashughulika na ubadhirifu katika sekta ya umma. Sasa katika hilo, moja la eneo ambalo tutalifanyia kazi ni kuhakikisha basi tunahakikisha wakaguzi wetu wa ndani wanajengewa uwezo ili kuweza kupata certification hizi, ili waweze kuwa na sifa za kuweza kusaidia taasisi. Tunapoangalia mwenendo wa dunia ya sasa, tunaona kuwa mbinu za ulaghai nazo zimebadilika na kuwa za kisasa zaidi. Leo taasisi duniani kote zinakabiliwa na changamoto za matumizi mabaya ya teknolojia, wizi wa utambulisho, nyaraka bandia zinazotengenezwa kidijitali, ulaghai wa mifumo ya kielektroniki pamoja na matumizi ya akili mnemba ama artificial intelligence katika kutekeleza na kufichua au kuficha vitendo vya udanganyifu.